السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبمنه وكرمه تندفع الكربات والمكروهات، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك منيبين مخبتين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وتقبل توبتنا يا رب العالمين. ndugu zangu waislamu ambao mnafuatilia mjadala uliopo au uliokuwepo baina yangu na Sheikh Yusuf Diwani hadana Allah wa iyah kuhusu sisi kuthibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh, na bwana Yusuf Diwani kulipinga hilo la kwamba hapana, kudai kuwa Allah yuko juu ya arshi huo ni ukafiri, na sawasawa Allah subhanahu wa ta'ala yupo pasi na mahala. Akazileta hoja zake ambazo hazikuwa na mashiko, si katika kitabu wala sunna wala aqwali za salafu salih. Tukasema hoja zake yeye anazitoa moja ya sehemu nne. Ukisikia bwana Yusuf Diwani na yeyote yule anayepinga uluu ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arsh, hoja zake hazitoki nje ya sehemu nne. Ima atakuwa anatumia ayati za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo nasi tunazitumia hizo hizo, lakini afanya ta'wili, anazigeuza kinyume na walivyoelewa salafu salih, kwa maana yeye hatumii ufahamu wa salafu salih, hali ya kuwa kwao imeshuka Qur'an wa hum a'lamu an-nas bil kitabi was sunnah, na salafu salih ndo wajuzi zaidi wa kuijua Qur'ani na sunna. Fihim nazala al-Qur'an, kwa wao imeteremka Qur'an, na wao wakafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam bila wasita, yani pasi na ukati na kati. Shekhe wao mkuu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walijifunza ilmu kutoka kwake ya kuijua Qur'ani na sunna pasi na kuwepo masomo ya fani mbalimbali kama sarfa, balagha, nahwu na mengineyo hayakuwepo, bali wao ndio walikuwa wana elimu hizo, kwa maana kutoka kwao zimechimbuka hizo ilmu. Na hizi elimu zilikuja baadaye, baada ya kuona Waarabu wanachanganyikana Waajemi na Kiarabu cha asli kinapotea. Kwa hiyo wao walipokuwa wakisomewa aya za sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Allah mwingi wa rehema yuko juu ya arshi, wao walikuwa washaelewa kwamba anayezungumziwa hapa si mwanadamu wala mnyama wala mdudu, ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukuka, na Allah subhanahu wa ta'ala aliyemkubwa kuliko kila kitu, aliyekiumba kila kitu. Kwa hiyo hawakujadili sifa zake kwamba yukoje huko juu ya arshi. Sasa tukisema yuko juu ya arshi basi itakuwa imembeba hiyo arshi, tukisema yuko juu ya arshi basi atakuwa anaitegemea hiyo arshi, basi atakuwa yeye anahitajia kiumbe cha kumbeba. La, hayo yote akili hizo hawakuzileta, akili bovu na chafu kama wanazileta kina Sheikh Yusuf Diwani na mfano wake. Kwa hiyo wao walielewa hizo aya, amintum man fi samaa, walielewa kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliye juu ya mbingu. Kwa hiyo hivyo ndivyo walivyoelewa salafu salih. Ndio maana hawakufanya ta'wil
yani kugeuza maana wakaipeleka nje ya dhahiri yake inavyojulisha. Hawakufanya hivyo salaf, na hilo tulimdai Yusuf Diwani kwamba alete ni salafu gani alielewa mfano wa ufahamu wake kwamba Allahu mawjudun bila makani, kwamba Allah yupo pasi na mahala. Mpaka leo hawezi kuleta na hatoleta ila ayaritha Allahu al-ardha wa man alaiha, hawezi kuleta. Lakini tukasema hoja nyingine wanaweza wakaleta hoja kupitia hoja za watu waliopinda, yani mashekhe waliopinda ndio wanaotumia, na wanawachuoni waliopinda wenye mrengo mfano wao, ambao hawakufuata madhhab ya salafu salih katika kuzitafsiri aya za sifati, kama aliyafanya huyu bwana Yusuf Diwani, akileta wanawachuoni waliopinda kina Sheikh Fakhruddin Razi na wengineo katika wanazuoni waliopinda. Au tukasema anaweza akatumia wanawazuoni katika al-sunna, lakini walipata kuteleza, na waliteleza katika masala haya, masail ya ayatu sifat na ahadithu sifat, yani aya zinazozungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi zinazozungumzia sifa za Allah jalla wa ala. Lakini pia tukaeleza kwamba au atatumia akili yake kuchallenge hoja kwamba sasa tukisema Allah subhanahu wa ta'ala ana mkono isitakuwa kama wa kwetu, sasa tutakuwa tumeshamfananisha. Akatumia akili yake kuchallenge hoja za Ahlus-Sunnah wal Jamaa katika kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala, akidhani kwamba Allah ni kama viumbe katika sifa zake. Hizo ndio sehemu nne ambazo ndio sehemu kuu wanapotoa hoja hawa mabwana. Sasa bwana Yusuf Diwani alikuwa amekuja na jambo la hatari sana ambalo inatakiwa likemewe kila mara na kwa vikali, na akaliwe kooni mpaka ajue kwamba hapa mimi niliteleza, na akida nilionayo ni akida ya kikafiri ambayo haitakiwi kusambazwa kwa Waislamu. Kwa hiyo watu wasije wakadhani kwamba hiki kinachoendelea katika mijadala ni ushabiki kama mipira au kama wa siasa au na vinginevyo. La, ni jambo la dini ya Allah jalla wa ala. Tunaelezea jambo ambalo liko baina ya kumuingiza mtu katika pepo ya Allah, nasallallahu aljanna, au kumpeleka katika moto wa Allah jalla wa ala, wa na'udhu bihi minan nar. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana ambalo inatakiwa watu walifuatilie na walipatilize, na yale tunayozungumza wayasikilize kwa makini sana. Huyu bwana Yusuf Diwani alikusudia kuwatoa watu, kuwapeleka katika fikra chafu, kuwatoa katika maumbile salama aliyowaumbia nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kila mtu ambaye fitra yake na maumbile yake yako salama, anaamini kuwa Mola wake Allah aliyemuumba yuko juu. Hayo ni maumbile aliyomuumba nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu yeyote anajua kwamba Mola wake yuko juu. Ndio maana tulieleza katika darasa za nyuma huko kwamba ukitaka kulijua hilo, wachukue watoto wako wenye miaka 6, 7, 5, waulize Allah yu wapi? Watakujibu kwamba Allah yuko juu. Ndivyo watakapokujibu Allah yuko juu, tena kwa kuashiria kwa kidole. Tukaeleza ndio maana yule jaria, yule binti aliyepigwa na Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza aina Allah, hakutatizika yule binti akasema fi samaa, Allah yuko juu. Hakuanza kutatizika kwamba Allahu mawjudun bila makan wala jihatin wala yajri alayhi zaman, kama anavyodai bwana Yusuf Diwani na upotevu wake. Yeye hakusema hivyo, binti hakutatizika, alisema moja kwa moja Allahu fi samaa, kwa sababu hizo ndizo hujja za watu wenye akili timamu ambao wana fikra zilizosalimika alizowaumbia nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Hata huyu bwana Yusuf Diwani alipokuwa ni mdogo, kabla hajasoma falsafa na ilmu al-mantiq, ilmu al-kalam na elimu za watu mutakallimun, alikuwa anaamini kwamba Allah yuko juu. Hayo ndio maumbile aliyokuwa nayo, lakini yakaja kuchafuliwa na wale ambao alipitia katika mikono yake katika kumlea kielimu, mpaka leo amekuwa ni muarid mkubwa wa kupinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala alizojisifia nazo, badala yake kuzifanyia ta'wil pasi na haki. Akakosea katika hilo bwana Yusufu Diwani.
Lakini pia alhamdulillah, sisi tunapeleka shukrani zote kwa Allah jalla wa ala aliyejalia kubainishwa mtu huyu mbele za watu, wakamjua watu wenye akili timamu, wakajua kwamba Yusuf Diwani ni mtu amepinda, ni mtu munharif, tena muarid, na ni mtu muattil, anayepinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo alhamdulillah, tumshukuru Allah, watu kwa asilimia kubwa washalifahamu hilo na washajua kwamba huyu bwana Diwani anachokitetea hana hoja katika hilo na hawezi kufika popote kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huyu bwana Yusuf Diwani alipoona hoja zetu zimemuelemea, zimempindisha mgongo, hana pa kunyanyukia tena, akaanza kukodisha majeshi mbalimbali. Baada ya kuona kila kona anayogusa tunamcharaza nayo, kila kona anayogusa tunamcharaza nayo, akaanza kutafuta majeshi mbalimbali, kukodisha majeshi akidhani kwamba yatamsaidia. Akamkodisha mtu kama bwana Muhammad Mzee au Ayubu Kibwengo wa Pongwe Tanga, ambaye haelewi chochote kinachoendelea, yeye ajiropokea tu na kujizungumzia, akadhani kwamba amekodishi la kumsaidia, lakini hakumsaidia chochote. Lakini pia akakodisha majeshi ya Waarabu wasiojielewa kama yeye, kwa sababu ana Yusuf Diwani yeye kila Mwarabu kwake ni mwana wa zuoni, maadamu azungumze Kiarabu tu alafu awaseme mawahabi, huyo tayari ni mwana wa zuoni na ni mwamba. Hili ni tatizo moja baya sana ambalo anataka kulithanisha kwa watu bwana Yusuf Diwani. Halijakuwa si kweli kabisa, na inshallah tutaona kwamba si kweli hili jambo analidai. Kwa hiyo bwana Yusuf Diwani akakodisha majeshi mbalimbali baada ya yeye kushindwa hoja, na hali ya kuwa mwanzo alijifutua na kujitutumua. Mimi binafsi sifikiri kumtafuta shekhe wa aina yoyote, kwa sababu hawa mimi hata wawe 1080 na wamudu mara moja, na wamudu vizuri mno. Kwa hiyo hilo swala la kusema eti kuna haja ya kumtafuta shekhe gani wa nini, wakati mimi na uwezo wa kuamudu jinsi ninavyotaka. Nyinyi ndio mkahamasishane kama mnavyofanya, ili mtafute na mtiane seminar kama mnavyofanya, ili mtafute ni namna gani mtaweza kuja kupapatua katika hali za namna hii. Mimi nianze kupata tabu eti natafuta mtu wakati na wamudu vizuri nje ndani na wamudu, alafu eti nitafute mtu kwa nini? Haya ndio maneno na madai aliyokuja nayo na vitisho alivyokuja navyo bwana Yusuf Diwani. Lakini mimi nikajua hizi ni mbio za sakafuni. Wenyewe sema mbio za sakafuni huishia ukingoni. Nilijua hivyo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni kujifutua tu na kujitutumua, lakini hoja huna. Kitendo cha kuwa huna hoja, hata uwe na mwili mkubwa kiasi gani, una mvi za sampuli gani, una kila kitu, una mali, una nini, muda wa kuwa huna hujja na bayani katika dini ya Allah jalla wa ala, ufahamu kwamba wewe utafeli. Na ukiwa unashindana na haki, lazima utafeli kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii sunnatullahi alkauniyya. Kwa hiyo bwana Yusuf Diwani akajikuta ni amefedheheka kwa kuwatafuta watu hao, wala hawakumsaidia chochote. Kwa hiyo dhaifa at-talibu wal matlub, hamna kitu. Kwa hiyo bwana Yusuf Diwani baada ya kuona hata kina Ayubu hawamsaidii chochote, wakizungumza wanapuuzwa na kuambiwa na maswali ya kike, kwa sababu wao wamekuja na maswali ya kike, kama ambayo Diwani pia anayaleta maswali hayo ya kike katika mjadala wake. Baadhi ya nyakati anayaleta hayo maswali ambayo Imam Darimi rahimahullah ta'ala hizo ni hoja za kike. Sasa akaona amkodishe mpaka kafiri, akamweka kafiri mmoja kwenye akaunti yake ya TikTok, akitueleza sisi na kutuelezea sisi mawahabi kwamba ni watu kadha watu kadha watu kadha. Lakini alhamdulillah tulimjibu kwa kiasi fulani kafiri yule ashike adabu na asirudie tena kukodishwa na kudanganywa na Yusuf Diwani. Tukaona kumbe bwana Yusuf Diwani anapotuita sisi mazayuni, makatoliki, mafirauna, mayahudi, sifa zote anazo yeye, yani zake. Yani yeye ndiye Yahudi, yeye ndiye mkatoliki, yeye ndiye zayuni, na yeye ndiye kila sifa unayojua aliyoitaja
anayo yeye, tukakuta hivyo. Lau kama ingekuwa vyao hivi na vigawa vyagawiwa kwa haki, basi anaistahiki hasa wa kwanza ni yeye kuwa Zayuni, tena Zayuni la kikhurafi. Lakini sisi hatusemi kwamba yeye ni kafiri wala tuseme ni Yahudi, tusema ameiacha njia salaf, na kadhalika sisi hatumkufurishi yeye kama anavyokufurisha yeye, mpaka zimesimamikie hujja. Na kuna watu wanaopima masalih ya jambo hili kwamba huyu alipofikia sasa ni kafirun billahi azza wa jalla. Kwa sisi hatumkufurishi mtu kiholela kama wanafanya wao, kufurisha tunasema jamaa ni kafiri akichinja sili. Hizo ni story zenu, hizo ni story tu za vijiweni, lakini huna mamlaka ya kunikufurisha mimi, kama ambavyo mimi sina mamlaka ya kukufurisha wewe kizembezembe na kiholela. Asallallahu alafiyata wassalam. Kwa hiyo bwana huyu akaja na mipango hiyo, lakini kadhalika akawakodisha Waarabu ambao Waarabu hao hawajulikani, hawana tazkia yoyote kutoka kwa wanawazuoni kwamba wao ni wanawachuoni kama anavyosema yeye, bali ni watu waovu, watu wachafu, wenye akili mbovu kama zake. Yani Yusufu Diwani umcheza na ucheza sasa hivi ni kama vile Waarabu waamue sasa wakijua hicho Kiswahili. Mfano atokee Mwarabu katika wala na wakodisha wale, na yeye akijua Kiswahili alafu awapelekee wale Waarabu, aweke video ya bwana Yusufu Diwani aseme mnamwona mwamba wa Kiswahili, mwamba yuko Afrika, huyu Tanzania, yuko pale Dar es Salaam pale, anawapopotoa kweli kweli mawahabi, msikilizeni. Alafu anaweka sauti ya Yusufu Diwani, alafu yeye anaibadilisha kuwa ya Kiarabu, yani anawafanyia, anawapelekea kwenye Kiarabu kwamba anasema Yusufu Diwani hapa mwamba hapa kwamba ni 1 2 3, kama kuna ukichaa basi ukichaa ndio huu. Yani mfano mtu achukue Yusufu Diwani ampeleke huko, alafu abadilishe lugha yake, amfanye azungumze Yusufu Diwani, afu yeye anafanyia Kiarabu kwamba bana huyu akusudia hivi na hivi na hivi. Si mambo ya kutarjama tu na kubadilisha lugha ukapeleka kwenye lugha hii. Mtu anaweza kaja wakiwa mzungu akazungumza kama kuna mkalimani hapa atafsiri maneno, sio anafanya Yusufu Diwani. Sasa huu ni uhuni na utapeli katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanataka akwali za wanawazuoni, wanaletea uhuni wa Waarabu wasiojitambua kama wewe. Sasa kwa nini nasema kwamba Waarabu hawa hawajitambui? Na huu ni uhuni anaofanya bwana Yusufu Diwani. Kwa nini tunasema hivyo kwamba anaufanya huu ni uhuni? Mimi nataka tuone kati ya sisi na huyu bwana Yusufu Diwani ni nani anayefaa kuambiwa kwamba anapokea mshahara kutoka Vatican, ni kibaraka wa makafiri, ametumwa na makafiri kuiharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ameisoma dini ya Allah ili aiharibu. Ni nani anayefaa kuambiwa hivyo? Bila shaka hasa ni bwana Yusufu Diwani ndiye anayefaa kuambiwa hivyo, kwa sababu Waarabu wote aliowaleta wana majeraha na makovu makubwa kama alivyokuwa Yusufu Diwani na majeraha ambavyo tushamjeruhi huko. Kwa mfano, takupeni mfano wa Mwarabu mmoja ambaye alimweka bwana Yusufu Diwani ili atucharaze sisi anawaita mawahabi. Katika aliyewaleta huyu bwana na kuwatuma katika posti zake wakiwaradi ahlus sunnati wal jamaa ni jamaa mmoja aitwaye Ahmad At-Tayyib, Sheikh Ahmad At-Tayyib. Huyu bwana wenyewe wanamuita al-Imam al-A'zam, ndivyo wanavyomtukuza hivyo. Bwana huyu mzingatieni sana, anaitwa al-Imam al-A'zam Ahmad At-Tayyib. Huyu bwana siku moja alienda mpaka kukutana na papa na akaingia kanisani. Huyu bwana Ahmad At-Tayyib siku moja alienda kanisani kwa papa na akaingia kwenye kanisa, akampa mkono wa furaha bwana papa yule tena kanisani kwa ajili ya kumpongeza kutokana na miladi ya Isa mwana wa Maryam, yani Christmas. Kwa hiyo kwa ufupi yeye haoni tofauti kati ya Eidul Adha na Eidul Fitri na milad Isa mwana wa Maryam, yani Christmas wala Pasaka. Huyo ndiye anayekuja kutukana naye bwana Yusufu Diwani, anamweka kama shekhe mkubwa ambaye anawatukana mawahabi. Sasa ndio maana nikasema tunataka tujue kati ya sisi na bwana Yusufu Diwani makatoliki kina nani? Ni sisi au ni yeye? Takuwa wenye akili mshafahamu. Tena akaanza kuzungumza yule bwana
قداسة البابا كل سنة وحضرتك طيب، وكذلك السادة الآباء آباء الكنيسة والعاملين بالكاتدرائية. جئنا نعبر عما في قلوبنا من مودة، وجئنا أيضا مدفوعين بما تعلمناه وحفظناه في القرآن الكريم من تكريم شديد للتوراة وللإنجيل ولسيدنا عيسى عليه السلام. نجتمع اليوم لتقديم أسمى آيات التهاني لقداسة البابا ولأصحاب المقام الرفيع السادة الآباء، ولكل أشقائنا المسيحيين في أرض مصر وفي العالم أجمع، ولكل إنسان على وجه الأرض، بميلاد سيدنا المسيح عيسى بن مريم الذي جعله الله تعالى باب بر ووفاء وحنان ورحمة وعلم. وكل عام وأنتم بألف خير. وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم لقداسة البابا ولأصحاب الفضيلة وكذا الآباء الفضلاء وفضيلة مولانا الإمام بخالص التهاني وأصدق الأمنيات والدعوات بأن يجعل من هذا العام بداية لكل خير. Katika aliyosema akasema, si tumekuja kwa sababu ya yale tulionayo katika mapenzi ya nyoyo zetu kwenu, na tumekuja kwa sababu ya yale tulioyajua, tuliojifunza na kuyahifadhi katika Qur'ani, miongoni mwa utukufu mkubwa wa Taurat na Injil na Nabiiullah Isa alayhi salatu wassalam. Akazungumza maneno hayo mbele ya Papa kwa ajili ya kumsifia Papa. Huyo ndio bwana Sheikh Ahmad At-Tayyib, ambaye ndiye alimweka diwani kama mwamba na shekhe wa kuwakongota mawahabi. Sasa mimi nataka nimuulize bwana Yusufu Diwani, kati ya sisi na nyinyi makatoliki nani? Huyu bwana shekhe wako huyu, alafu huyu bwana huyu baada ya kuzungumza hayo akaachia maiki akawapa wenzake aliyokwenda nao katika msafara huu. Sasa nataka tumuulize, sisi na yeye makafiri nkina nani na makatoliki? Na huyu ni shekhe alikuwa katika mashekhe wa Azhar. Huko Azhar Misri ndiye alipokuwa huyu shekhe nani, Shekhe Ahmad At-Tayyib, katika mashekhe wa kule. Ndio alimtuma Yusufu Diwani katika posti yake kwamba msikilizeni mwamba huyo, ili tusikilize si mawahabi tunavyokongotwa na mpuuzi kama yule. Sasa nataka tujiulize, huyu bwana huyu Yusufu Diwani inatakiwa muwe makini sana ayuhan nas. Wallahi wa billahi wa tallah, nataka nikwambieni, Yusufu Diwani amekusudia kuiharibu dini ya Uislamu, na anatumika katika dini ya Uislamu ima kwa makusudi kwa kujua, au anatumika pasi na kujua, lakini kwa sababu ya maslahi yake ya tonge ili apate kula. Moja ya mambo haya mawili ndiyo alionayo Yusufu Diwani. Sasa tahadharini na mtu huyu na itikadi alizokujaza za kikafiri ambazo hazikubaliki katika Uislamu. Huyu ni mfano, lakini mashekhe wote alioweka pale, wote hawa ni watu ambao wana makovu na matatizo makubwa. Sasa ndio maana nikamwambia kuwachukua wale ukawaweka kutuwekea sisi, alafu ukaanza kufanya tarjama ya maneno yao, ni kama vile ambavyo wao wakusikie wewe unavotuchafua huku na kutusema vibaya, alafu Mwarabu huyo pengine ajua Kiswahili, au amweke mkalimani hapo pembeni, mtu ambie shekhe hili wanyeta Google Bahri lasemaje, bana huyu shekhe asema 1 2 3, unasikia mwamba huyo. Sasa ndo ukichaa na utuletea huyu bwana Yusufu Diwani katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuletee hujaj za ahlus sunna, wanasemaje kuhusu aqida ya ahlus sunnah wal jamaa, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi au Allah yuko pasi na mahala. Hilo ndio ninalotaka kwako bwana Yusufu Diwani. Acha kukwepa. Hii unachokifanya ni kukwepa mjadala na kimbia wakati ushaligusa hili jambo, na usijifanye kwamba hatumjibu mpumbavu, hatumjibu mpuuzi, sijui nani jinga mmoja, si kadha na kadha, ukaleta matusi yako. Wewe madamu ulishai kuliingia, kwa sababu mimi nilipozungumza mara ya kwanza yeye aliingia moja kwa moja na akatangaza mapambano rasmi na mimi mpaka kieleweki. Alipoona maji ni marefu akakimbia, akaanza kutumia hila hizi anazozitumia. Kwa hiyo huyu bwana utamsikiliza katika maneno yake ni kama hayo. Na jambo lingine, hila nyingine anayotumia
anaweza akanukuu maneno ya wanawazuoni wa Ahlus-Sunna ambazo riwayat wengine wamezileta kwenye vitabu vyao, lakini wakiwa wanawaradi watu wa batil, wakazileta riwaya ambazo wao wanazitumia, yeye akazifanya kwamba ni hoja kwamba Ahlus-Sunna wanasema hivi. Yani hawa mawahabi hawa itikadi yao ni hii, akasakomeza. Yeye sio mwanzo kufanya hivyo, wala sio shekhe huyu aliyekuwa kimsikilizisha kufanya hivyo. Wao ndio walivyo, kwa sababu dini yao imejengeka juu ya uongo na kuwazulia Ahlus-Sunna wal Jamaa uongo, na haiwezi kusimama bila hivyo. Kama walivyokuwa Mashia haiwezi kusimama madhehebu yao mpaka watukane maswahaba, na hawa Ash'ira na wengine mfano wao wenye chuki na Ahlus-Sunna wal Jamaa haiwezi kusimama dini yao wala madhehebu yao mpaka watukane Ahlus-Sunna wal Jamaa. Kwa hiyo hilo lisiwashangaze anavoleta, unaona Mungu wao ana rasta, Mungu wao anavaa shati, Mungu wao anafanya kadha. Hizo ni taani anazozifanya. Ananukuu maneno ya watu ambao walikuwa wakiwashambulia hao wanaomshabiha, yeye anatuletea sisi. Anatuambia angalia wanasema hivi, angalia kwenye kitabu chake fulani huyu, kitabu chake fulani. Hayo msimsikilize bwana Yusufu Diwani, huo ni urongo na ni upuuzi anaofanya ili kutuchafua sisi. Lakini yuriduna, tunamwambia yuriduna ayutfi'u nura Allah biafwahihim wa ya'ba Allah illa ayutimma nurahu walau kariha alkafirun. Wanataka kuizima nuru ya Allah jalla wa ala kwa vinywa vyao, na Allah anakataa. Wa ya'ba Allah, na anakataa Allah illa ayutimma nura, isipokuwa aitimize nuru yake, walau kariha alkafirun, hata kama watachukia hao makafiri. Hilo halitasaidia chochote. Na sisi biidhnillah tumemwambia Yusufu Diwani tutakula naye sahani moja, imma wa imma. Yani hapa ni immatani, aniombee mimi labda nife, lakini wa illa akizungumza utumbo na upuzi anaofanya huko mtandaoni, ushekhi wa mtandaoni huyu, sisi tutamrarua biidhnillah, atabainishia watu haki ilipo na zile batili zake na upuuzi anaokuja nao katika jambo la dini ya Allah jalla wa ala. Sasa bwana Yusufu Diwani katika somo lake la balagha, hilo la balagha, maki si balagha, ile ni balaa. Kwa sababu mimi kile kipindi nakiita ni kipindi cha udaku, umbea na mipasho. Kipindi chake kile ni cha udaku, umbea na mipasho, kwa sababu hana darasa pale. Anaweza kufundisha dakika 10 iliyobaki ni udaku, umbea na mipasho na kuwasema watu. Hii ndio kazi yake. Sasa anadai katika maneno yake, anasema kabla hatujaingia kwenye darasa, kabla hatujaingia katika darasa, ni vyema tupeane tambihi. Haya anasema kila mara baada ya mara. Lakini kabla hatujaingia rasmi katika darasa letu, kama ilivyo ada na kawaida, ni vyema tupeane tambihi, na hasa kutokana na magenge ya watu, magenge ambayo yaliyochomekwa katika dini tukufu ya Kiislamu, wanaopokea mishahara kutoka Vatikani na inakuja Saudia, kisha mishahara hiyo inatawanywa katika magenge yao ya kihuni, likiwemo genge linalopatikana pale Pongwe, ambao kazi yao wao ni kutetea mishahara kwa ajili ya kupotosha dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hiyo lazima muwe makini. Sisi katika maneno haya tulimjibu huyu bwana kwamba lete ushahidi wanayozungumza. Mimi huwezi kunilazimisha kuleta ushahidi, kwa sababu hata kuzungumza kunilazimisha. Yani ni kama mtu ameiba, amepelekwa mahakamani, alafu yuko mbele ya hakimu, afaambiwa yule mshtaki anaambiwa lete ushahidi wa kile kitu. Mimi huwezi kunidai ushahidi, kwa sababu hata kushtaki ukunilazimisha nije ni mshtaki. Unawazimu wewe. Yani wewe ushakuja kushtaki tayari, ushamsingizia mwenzako kwamba bana, yani jamii ya Uislamu ishaiambia kwamba sisi tupokea mshahara kutoka Vatican, alafu huo mshahara unakuja Saudia, alafu tunagawana si magenge ya Pongwe, Dar es Salaam, Mtwara. Watakiwa ushahidi ili uiambie jamii na kuiaminisha kwamba hayo nazungumza ni kweli. Wewe waleta upumbavu, waanza kusema huwezi kunilazimisha kuleta ushahidi, huwezi kufanya kadha. Sasa wewe tukuelewe vipi? Jamii huoni kwamba inakuona kwamba ni mrongo, al-kadhab, Yusuf Diwani al-kadhab. Kuanzia leo sisi tumuita Yusuf Diwani al-kadhab. Huyu ni bwana Yusuf Diwani mrongo mno. Yani kama kuna mashekhe waongo duniani ambao wanazungumza Kiswahili, basi Yusuf Diwani huenda akashika namba 1 kwa kuwasingizia ndugu zake. Lakini pia sisi tulikula kiapo tukasema afanye mubahala, nikamwambia wallahi, na leo narudia tena,
wallahi wa billahi wa tallahi wa la'natullahi alayya in kuntu minal kadhibin, ikiwa sisi tunapokea mshahara kutoka Vatican kuja Saudia au kutoka Marekani au kutoka Uturuki au kutoka nchi yoyote, Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania hii na popote pale, eti kwa sababu ya maneno haya tunayozungumza, basi Allah subhanahu wa ta'ala tuangamize sisi, aniangamize mimi naizungumza. Namwambia hivyo bwana Yusuf Diwani, aniangamize na anifedheheshe mbele za watu, na watu wajue kwamba innahu laminal kadhibin. Lakini ikiwa kinyume chake bwana Yusuf Diwani, na muda wa kuwa unaendelea huachi tabia hii na ukomi, unaendelea na upumbavu wako unauleta katika kuwasingizia al-sunna juu ya madai yako ya uongo, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala ikiapo nilichokiapa kigeukie wewe, kije kwako, alafu Allah subhanahu wa ta'ala awashuhudishe waumini na waislamu na dunia nzima ikushuhudie kwamba innaka laminal kadhibin. Na haya nakwambia si maskhara, wewe jipange na mambo haya kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tunamuomba Allah aitikie maombi yetu. Ikiwa wewe hutojirekebisha, ikiwa hutojirekebisha katika maneno yako unayozungumza ya uongo, tunakuwa wakali hapa, kwa sababu anapozungumza maneno haya yeye anakushuhudia kuwageuza watu, kuwatoa katika mtazamo wa kutuamini sisi tunachokizungumza kwamba hawa ni watu wa maslahi wanaopokea mishahara, lazima watetee tonge lao na dau lao wanalipokea, hali ya kuwa ni iftira na kadhib na zur kutoka kwa bwana huyu Yusuf Diwani al-kadhab. Muogope Allah jalla wa ala, usije ukapatwa na adhabu, na ujue kwamba soma ayat na kadhalika ahadithi mbalimbali na qasas za salafu salih, namna walipatilizwa baadhi ya watu kwa sababu ya urongo wao wa kuwasingizia watu wa dini. Muogope Allah bwana Yusuf Diwani, acha maskhara, utakuja kuangamizwa kweli. Na hayo unayaona, usije ukadhani kwamba ni utani, kama unavyochukulia kwamba watapiga kelele sana tu ili watetee tonge lao, kwa hiyo nimewagusa sehemu maalum. Wallahi utakuja kuliona hili. Si umekataa kutoa ushahidi, umekataa kiapo. Sasa sisi tunakukabidhi kwa Allah jalla wa ala, tunakumkabidhi Allah subhanahu wa ta'ala, tunakukabidhi kwa Allah jalla wa ala, na yeye ni qadirun ala kulli shay, wallahu ala kulli shay'in qadir. Nasallallahu al-afiyata was-salam. Kwa hiyo bwana huyu huwa anatoa tambihi hizi, lakini katika mambo ambayo amekuja nayo bwana Yusuf Diwani ya vituko anavyokuja navyo, na min ajabil ujab, miongoni mwa maajabu ya ajabu anayokuja nayo bwana Yusuf Diwani katika mazungumzo yake, anadai eti mtu akikwambia, anazungumza anasema, mtu akikwambia kakosea makosa 33, sababu tulisema kwamba Yusuf Diwani ana makosa 33 mpaka sasa hivi. Akwambia mtu kakosea makosa 33, mwambie kapatia mangapi? Maana ukisikia kakosea makosa 33 maana yake kuna kupatia kupo. Kapatia mangapi? Anasema hivyo. Jana kuna mtu kanitumia cover inasema kwamba hili ni kosa la 33 katika makosa ya Yusuf Diwani. Sasa kosa sasa kosa kuna shida gani ya kosa? Alafu huyo anayesema ni kosa la 30 na ngapi? Na 3. Mimi nina video ambao zinafika ni video 2700 na kidogo. Katika video 2700 na kidogo kuna makosa 33. Alafu huyo anayesema kuna makosa 33 haweki, kwa maana kakosea makosa 33 kapatia mangapi? Haweki yale alopatia. Huyo mtu mnamuelewa nyinyi? Wewe kama ni mtu na akili sawa sawa na ni mtu ambaye bila shaka ni muadilifu, mwambie sasa mmesema makosa 33. Je, kapatia yale aliopatia kapatia mangapi? Semeni sasa. Yani kama vile ayadogesha makosa. Sasa nataka nimwambie kwanza, sisi hatujachukua hizo video zako 2000 wala 100 wala 50 wala 60 wala 70. Sisi tumechukua video zako zile ulizozifanya raddi dhidi ya mawahabi, kuanzia ulipoanza kumweka yule Sheikh nani, Sheikh Mustafa al-Adawi hadana Allah wa iyah, tokea ulipomweka yule ndipo tulipoanza kukosoa sisi makosa yako. Kwa hiyo hazizidi video, hazifiki hata 20 nadhani tokea umeanza kuradi hii. Sidhani kama zinafika hata 20, sidhani. Sasa hapo kwenye video karibia 20, tujalie ni 20 kweli, una makosa 33 na leo umeongeza mengine tutataja inshallah.
ujumlishie na hayo 33. Kwa sababu katika mgogoro aliyokuwa nao Bwana Yusuf Diwani hajui kusoma Qur'ani. Sio akosea sababu lisani, hajui kuisoma Qur'ani wala hajui kusoma kunyoosha ibara za Kiarabu, ajitwangia tu na kuboronga tu. Ndio maana tulimwambia rudi ukasome, rudi madrasa na ukasome kuanzia vyanzo vya Qur'ani kwenye kaida, kasome kama ni Qaidatun Nuraniya au al-Baghdadiyya na kaida mbalimbali. Inaonekana wewe Bwana Yusuf Diwani hata yassarna al-Qur'ani ukosoma, yani ulivamia elimu ukafakamia mambo ya nahwu, hizi fani mbalimbali bila kuwa na msingi, na hali ya kwa hizo fani unazozifundisha mfano balagha inakuelekeza wewe ili ukijue vizuri kitabu cha Allah Jalla wa Ala ukielewe. Sasa wewe bwana mkubwa hata Qur'ani pia ujui. Sasa sio balagha, ndio maana tukakwambia balagha yako mbalagha, sio balagha. Unasomesha watu utumbo, udaku na umbea tu. Hamna chochote wanachofaidika nacho. Na hao wanafunzi wako pia hawakuelewi kwa sababu mstari wao, kila nikiwasikiliza wanafunzi wako mstari wao wala haufai kuwafundisha hayo. Lakini wewe kwa sababu watafuta tonge mtandaoni na kujifakharisha na kujiona kama ni shekhe mkubwa ili watu wakuheshimu, wajifanya wewe ndio mjuzi wa balagha, waje kutuletea balagha zako hapo baoni. Hizi elimu katika madai yake kwamba sisi hatuna, mawahabi hawana hizi ilmu, kadhibun wazurun waftira. Tembelea marakiz za Ahlus-Sunnah, hebu tembelea markaz kama Pongwe, tembelea markaz kama Umar, tembelea markaz kama Irshad na nyinginezo kama Al-Muzani na nyinginezo katika marakiz za Ahlus-Sunnah wal Jamaa na markaz nyinginezo ambazo zipo katika nchi hii zinazosimama juu ya msingi wa kitabu na sunna, juu ufahamu wao waliotangulia. Alafu angalie ni kitu gani wanakipa kipaumbele baada ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utakuta ni masomo ya fani haya. Kwa hiyo wewe unafundisha pale watu wanakuchora tu, angalia unavoboronga na utakuja kuona unavoboronga huko, wajisomea utumbo tu, alafu wadai kwamba watu hawajui hizi fani hizi, watu hizi fani. Acha kujifakharisha bana, la tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin.